Niwaambie wana Simba, ni wakati wa kuiamka, kuipigania nembo ya klabu ya Simba. Tumedanganya vya kutosha. Uwekezaji huu kimvuli hautufai. Leo Mohamed Dewji Mo sisi mwaka 2021 mkutano mkuu alituambia atajenga miundombinu. Baba ni play sekunde moja. Atajenga miundombinu ya klabu ya Simba kuanzia hosteli za wanawake, hosteli za wanaume, ataboresha Mo Simba Arena. Leo ni mwaka wangapi? Mwaka wa 5. Hajafanya. Kwa nini hajafanya? Ina maana maendeleo ya klabu yetu hayapigi hatua. Leo Yanga wajenga uwanja wao pale Jangwani, ukiisha sura zetu taziweka wapi? Klabu haiendi kwa sababu imejificha kote ya uwekezaji, transformation. Sasa hatuwezi kukosa matokeo kwa sababu ya kote ya uwekezaji. Ni bora watu sahihi ambao watabeba maono ya klabu ya Simba, wataweka hela kwa ajili ya kuinasua Simba ilipo. Kwa sababu ndani ya timu yetu kuna watu wanapigishana shoti. Hii timu ikosa matokeo, lawama tu mwenyekiti Mangungu, kwa sababu wanajua timu ikifungwa ashambulie magoli ile ni mwenyekiti Murtaza Mangungu. Kwa hiyo wanafanya. Leo tumesema hapana, tunaweka kila kitu hadharani ili mwenye macho asikie na amue. Akili za kuambiwa changana na nini na za kwako. Leo hata kushindana wachezaji sokoni, Yanga wamekuwa kutushinda. Mnajua sababu yake? Ni kwa sababu uwekezaji, mpana uwekezaji ambao ndio ufanya usajili hauweki hela ya kutosha. Waliokere tumeshindwa, wamechukua wao. Kila mchezaji ambaye tugombana na Yanga wanachukua wao. Kwa staili Yanga utamfunga wewe? Leo tumesema hapana, tueleze ukweli, watu wajue. Sisi tuko pamoja na mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu. Mwenyekiti Mangungu, tunakutia moyo sana. Kazi yako unaipiga ni ya kutukuka. Upo Simba kwa ajili ya maslahi ya Simba. Ila kazi yako haionekani kwa sababu umevishwa ubaya. Watu wengi hawajui kweli. Yaani kazi kubwa anafanya Mangungu na sifa mtu mwingine. Leo tumesema hapana, tuweke wazi. Watu Tanzania waelewe. Sisi tuko pamoja na mwenyekiti Mangungu, apige kazi na Mangungu apepewe tena. Si tunaelewana ndugu zangu? Mangungu apepewe, ni kiongozi wa uvumilivu wa hali ya juu. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa namshambulia sana Mangungu. Ninyi mnajua. Ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa simkubali Mangungu. Lakini nimeenda chini, go deep, nimefanya research, nimekusanya data, nimekusanya taarifa sahihi, nimejiridhisha Mangungu anaonewa. Hana kosa lolote. Leo tajiri wetu Muhindi amekuja na mkeka Simba, atudai bilioni 77. Anataka Simba tusaini Simba, tumlipe hela yake. Sisi tunauliza hizo bilioni 77 ni mkutano gani mkuu wa wanachama ambao ulipitisha kwamba yeye anatuazima bilioni 87 anapaswa kurudishiwa? Kwa sababu chombo cha juu cha maamuzi tena kabla Simba ni mkutano mkuu. Hakuna mkutano mkuu umekaa akaenda akatuambia bwana nawakopesha bilioni 87 mtarudisha. Leo alaforce operation za klabu, viongozi wa klabu wasaini hela bilioni 77 hatudai. Hatuko tayari. Hizo bilioni 77 si wanachama hatuzijui kwa sababu hakutuita kutushirikisha. Labda kuna mtu alimpa aseme. Si tunaelewa bwana? Kwa hiyo kimsingi huo ndio utaratibu. Leo klabu yetu haipigi hatua. Miundombinu ya pale Bunju iko dormant. Iko dormant. Hakuna progress yoyote. Tumeishia kujenga ukuta pale. Tuna viwanja vya mazoezi. Lakini mwekezaji atuambia atatujengea viwanja na jimu ya kisasa. Iko wapi? Atuoneshe. Sasa hatuwezi kuwa na uwekezaji kimvuli ambao hauna manufaa. Sisi tunachokiomba kama wanachama na tulichokiazimia, uwekezaji huu sisi hauna manufaa na sisi. Waje wawekezaji wengine ambao tutashika mkono. Kama BMT na serikali wameamua kuibariki katiba yetu wa klabu ya Simba iliyopita, kuna mkutano mkuu uliopita, basi izingatiwe hiyo katiba, wawekezaji waongezeke, klabu yetu ipate hela iende mbele. La sivyo tutakuwa tunalia kila siku na tutafungwa na Yanga kila siku. Ndani ya timu kuna wachezaji bora. Kwa mfano, Innocent Liomba ni mchezaji ambaye juzi angewekwa angecheza, lakini kwa taarifa hizo nazo kuna maelekezo kutoka juu mchezaji fulani asicheze. Akicheza mchezaji huyu kwa sababu kasajiliwa fulani, atasajiliwa na fulani. Hatuwezi kufika huko. Sisi tumechoka hiyo mivutano. Mwenyekiti wetu anaveshwa zigo zito
misumari migumu, jumba bovu ambalo halimuhusu, sio makosa yake. Na sisi wanachama wa Simba tumeshindwa kuwa watafiti wa kufuatia shida ya Simba iko wapi. Ni waombe wanachama wa Simba, mashabiki wenzangu, wanachama, tujikite kwenye utafiti kujua chanzo cha Simba ni wapi. Na siku mkija kujua sio Mangungu, mtalia na kusaga meno. Mangungu ni mtu sahihi sana wa kukaa na kuisimamia Simba kwa maslahi mapana ya Simba. Simba yetu inataka kutekwa, iingizwe mfukoni. Hatukubali. Hii ni klabu ya wanachama na itabakia kuwa klabu ya wanachama. Hatuko tayari kuona klabu yetu inachezewa na inakuwa ni tambara ya deki ya kila mtu mwenye shida zake anapungusia hapo. Hatuko tayari. Sisi kama wanachama wenye influence kubwa tumeamua kuja mbele yenu kuwaambia wana Simba, si shida ya Simba iko kwenye upande wa uwekezaji. Uwekezaji wake umetuathiri kwa kiwango kikubwa. Wanachama tunalalamikia kadi hazisajiliwi, matawi kuvunjika. Tunazungumzia maendeleo yako dormant. Wachezaji tumekuwa timu ambayo tunanunua wachezaji kila mwaka. Tunazidiwa na Azam, imeanza juzi, inazalisha wachezaji yake wenyewe. Tajiri yupo, kila ukimwambia subiri tasongesha ifike mwisho. Mpaka lini? Kwa sisi tunaomba pia serikali tusaidie. Huu uwekezaji sisi hatuutambui. Ni bora ufutwe, uanze upya. Ufutu kabisa. Kwa sababu ni uwekezaji ambao ni wa kijanja, hauna maslahi na sisi. Uwekezaji huu unatukwamisha. Timu yetu haisogi mbele. Timu leo inakuwa asipopatikana kwenye simu yeye peke yake, timu yote haifanyi kazi. Nyinyi mnakumbuka mechi ya tarehe 8 mwezi wa 6. Dabi ya Kariakoo tulipigwa bao 2. Mnakumbuka? Ule mgomo. Wachezaji mpaka wanakwenda kuna mgomo wanadai pesa. Malimbikizo yao ya kafu, tajiri hapatikani. Hasa unaenda kucheza timu kama Yanga iko Pakome yuko ndani, Max iko ndani, alafu una njaa unadai hela yako. Utafanikiwa kweli wewe? Ndio maana tukafungwa. Huu ndio ukweli wa Simba. Kama ni mchungu uchukueni, kama ni mtamu uchukueni, ila digest, mchambue, tujue sisi kama klabu tunalazimia nini. Lakini tumshike sana Mangungu, ndio kiongozi pekee ambaye atatuvusha hapa tulipo. Mimi nisiongee sana, kuna waongeaji wengine. Mkaribishe JB 64 naye pia aweze kuongea. Yangu ni hayo.